Kila ifikapo tarehe 26 ya mwezi wa 4, Tanzania inakuwa inaadhimisha kuungana kwa Tanganyika na Zanzibar. Leo Zinjibari TV imefika katika ofisi za CCM Kiswandui kuzungumza mawili matatu na katibu mwenye dhamana ya uenezi wa Chama cha Mapinduzi Comrade Hamis Mbeto kuweza kuelezea walau kwa mukhtasari kuhusiana na miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Siku chache zilobakia tutatimia tarehe 26 mwezi wa 4 au tunasema Aprili, tarehe ambayo ulioasisiwa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Muungano huu umepitia kwenye hatua mbalimbali. Umepitia kwenye kero, umepitia kwenye mafanikio, lakini umepitia pia katika ile tunasema dhamira ya kuungana. Nakumbuka kwamba swala la muungano halikuwa labda swala ambalo la kubahatisha. Za Afrika zilitawaliwa nyingi, na tulianza kwenye harakati mbalimbali kwa muda wa miaka mingi, lakini harakati za kuanza kugombania uhuru kwa maana nchi za Latini Amerika, Asia pamoja na Afrika baada vita vya pili vya dunia mwaka 1945 kumalizika, likaanza vuguvugu la kudai uhuru. Kumbukwe mwaka 1957 nchi ya mwanzo tunasema kwenye historia, Ghana ndio iliyopata uhuru. Baada kupata uhuru mwaka 1958 Daktari Kwame Nkrumah, rais wa kwanza au baba wa taifa wa Ghana, akaitisha mkutano wa vyama vya kupigania uhuru barani Afrika vyote. Mkutano ule ulifanyika Accra, Ghana. Moja kati ya maazimio 12 yaliyoazimua Accra, Ghana, wakasema Afrika ipiganie uhuru kwa njia ya amani, lakini ikishindikana hata ishike mtutu wa bunduki. Lakini ikasema ikifanikiwa Afrika kujikomboa, basi nchi hizi ziungane. Azma ile ilibebwa na viongozi wetu wa Kiafrika. Na ukumbuke mkutano ule, moja kati ya watu waliohudhuria alikuwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia alikuwemo Sheikh Abeid Amani Karume na viongozi wengine ambao walikuwa wakiongoza katika nchi zetu za Kiafrika. Lakini hata Al-Muslim Barwane alihudhuria kutoka chama cha ZNP, na Mzee Karume aliwakilisha chama cha ASP. Basi mwaka ule 1958 baada ya kurudi tukaanza vuguvugu. Kama unakumbuka, na ilikuwa tayari 57 vyama tumeshakuwa navyo hapa Zanzibar. Kwa maana ZNP ilizaliwa mwaka 1955 chini ya Al-Muslim Barwani, na mwaka 1957 ikazaliwa ASP baada ya kuunganika tena baina ya Shirazi Association na Africa Association. Kwa maana hiyo malengo makubwa yalikuwa wa Afrika wakishajitawala ungane. Ikumbuko mwaka 1961 Tanganyika ilipata uhuru chini ya chama cha TANU waliongoza harakati za uhuru wa Tanganyika, na ASP ndio iliongoza mapinduzi ya Zanzibar. Kwa maana hiyo mwaka 1964 baada ya mapinduzi tu serikali ilikaa mwaka tarehe 12 Januari mpaka tarehe 26 Aprili. Kama serikali imekaa kwa muda miezi kama 4 tu ikafanya muungano. Muungano huu ulitokana kwa sababu nyingi tu. Kwanza, asili ya watu wa Tanganyika na Zanzibar ni asili wa moja, kwa maana hulka, tabia, maisha, style of life, culture na kila kitu. Ndio maana ukaona mpaka leo ukiacha makabila machache ambayo yana nasaba na aidha Far East ama nchi za Asia, maana Middle East,
wingi utasikia wakaazi ama waasili wa visiwa Zanzibar watakwambia mimi Mzaramu, mimi Mdengereko, mimi Manyema, Menani. Of course yani makabila ambayo yanahusiana moja kwa moja na ndugu zetu wa Tanzania bara. Kwa maana hiyo automatically kwamba huu muungano ulikuja 64 kurejesha ule udugu wa asili. Na ukiangalia kwenye historia watu wa visiwa vya Unguja na Pemba na watu wa mwambao wa Afrika Mashariki wamekuwa na maingiliano kwa miaka mingi. Muungano umekuja 64. Lakini ukiangalia mababu zetu wametoka maeneo ya mwambao miaka chungu mzima ambao walikuweko hapa. Na ndio walikuwa wanaishi wanafanya. Kwa maana muungano umekuja kwanza kurejesha ule udugu wa kidamu. Lakini pili umekuja kurejesha udugu wa kisiasa. Kwa maana muungano hukuja kwa bahati mbaya kama labda umenini. Lakini hata ukiangalia kwenye historia hata mahusiano baina vyama vya TANU na chama cha Afro Shirazi walikuwa wana mahusiano ya karibu kabisa. Hata hilo nilokuambia mwaka 1957 wakati Shirazi Association na Africa Association wanaungana tena. Moja kati ya wajumbe waliohudhuria Mwalimu Nyerere alihudhuria kwenye kikao kile pamoja na katibu mkuu wake wa wakati huo wa TANU ili kuunga mkono jitihada za Waafrika. Kwa maana moja ya maazimio ya Accra Ghana kwamba Waafrika tupiganie uhuru, tuungane. 64 tumepata nchi. Tumeanza serikali. Kumbuka kwamba 64 tumeanza muungano. Tumekuwa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na makamu wake wakawa wawili. Alikuwa mzee Karume makamu wa kwanza pamoja na makamu wa pili alikuwa mzee Rashid Mfaume Kawawa. Tumeendelea na mfumo huo, lakini ndani ya muungano ukawa na mambo mengi. Lakini nikwambie muungano umeleta faida kubwa sana. Kijamii, kisiasa, kiuchumi pamoja na kiulinzi. Muungano huu leo ambao umetimiza miaka 61 wakati mzee Karume bado hajauawa 72 kulitokea majaribio ya kutaka kuipindua serikali ya mzee Karume. Tunasema majaribio yasiyopungua 11. Majaribio 11. Kwa maana hiyo baada kuwa na muungano sasa ikapelekea itakuwa ngumu sasa kuipindua Zanzibar. Kwa sababu maana yake ni nini? Kiulinzi. Ukigusa ardhi ya Zanzibar ni sawa umegusa ardhi ya Bukoba ama umegusa ardhi ya eneo jingine lolote lile la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana nataka kusema kwamba moja ya faida ya muungano imesababisha Zanzibar kuwa tulivu. Na ndio maana ukaona watu walishindwa tena kuja kufanya mapinduzi Zanzibar kwa sababu ilikuwa iko ndani ya Jamhuri ya Muungano, na ndio maana jaribio la mwisho likafanywa kwa 72 la kumuua mzee Karume mwenyewe. Lakini muungano umekwenda una faida nyingi sana za kijamii. Leo tumeona tuna intermarriage ambao tulikuwa tunayo, tumechanganyika, lakini ukiangalia kijiografia na kiuchumi Zanzibar uchumi wake ni mdogo sana kwa sababu ni visiwa vidogo sana. Lakini Zanzibar haina eneo kubwa la ardhi la uzalishaji na population ya watu inakuwa. Kwa mfano wakati tunaungana 64 Zanzibar tulikuwa tuko kama watu 200,000 tu na kitu. Leo takriban tunatimia milioni 2. Lakini kati ya hao robo ya Wazanzibari ama thuluthi tatu ya Zanzibar wako eneo la upande wa pili ambao wanaweza kumiliki ardhi, wanaweza kumiliki chochote kwa kuwa ni raia wa Jamhuri ya Muungano. Kwa maana faida nyingine ya muungano ni kupata fursa kwa Wazanzibari ambao kijiografia eneo letu ni dogo la ardhi, lakini uchumi wetu mdogo, kutumia eneo kubwa la Jamhuri ya Muungano kwa kuendesha shughuli zetu za kiuchumi. Lakini faida nyingine ya muungano kuwa na taifa imara. Unajua unapokuwa na muungano unakuwa na taifa imara ambalo lina sauti. Kwa maana muungano umetupa heshima sana kwa sababu tumekuwa Tanzania
ni taifa moja lenye kuheshimika sana kabisa kwenye diplomasia hiyo. Lakini ukiendelea mbele pia katika suala la muungano, kwamba umesaidia, kama utakumbuka kwenye elimu, kumbuka Bakari, wakati sisi tunafanya mapinduzi 64 Zanzibar hatakuwa na chuo kikuu hapa. Zamani ilikuwa elimu ya juu Zanzibar ni kusomea ualimu. Kwa maana kuna kina Mzee Mwinyi kipindi hicho ilikuwa ukifika ngazi ya mwalimu na kwenda zako nje kusoma, ndio ilikuwa ndio level ya juu kabisa, ni kama chuo kikuu. Lakini kuja muungano ikapata fursa sasa Zanzibar kutumia chuo kikuu cha Dar es Salaam ambacho kilianzishwa mapema, shafahamu. Kwa maana tukapata sasa kuwa na wasomi wengi.